Hizo ni nafasi ambazo ni nje ya kazi za nyumbani. Kazi za nyumbani ziko ziko unlimited. Kazi za ndani zipo za kutosha, zipo nyingi. Lakini hizi kazi nyingine hizo zinakuja moja moja. Kwa hiyo leo nimetangaza hapo kazi ya duka iko Musoma kwa msichana, na kazi ya mini supermarket ya vinywaji ambayo iko Mbeya. So maelekezo, badala ya kuja DM au kwenye comment, naomba sana, kama uko serious, angalia hilo tangazo lina namba za simu. Alafu mimi nina majukumu mengi. Kwa hiyo kuna watu wako ofisini kwangu kwa ajili ya kazi hiyo, ya kupokea, ya kuwasikiliza nyinyi na kuhakikisha kama mna hivyo vigezo ambavyo vinatafutwa. Kuna watu wanafanya kazi kwa niaba yangu. Siwezi kufanya kila kitu. Kwa hiyo tena usianze kupiga simu ukaomba namba zangu mimi, alafu unakuja kuniuliza habari za kazi ambazo tayari kuna watu mimi kule nawalipa kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo zingatia maelekezo yaliyoko kwenye tangazo. Kuna namba za simu, fanya mawasiliano. Anayekujibu huyo ndio amepewa hiyo kazi ya kufanya hiyo kazi ya kukupokea, kukusikiliza, kuangalia kama una vigezo vinavyohitajika na kukuita kwenye interview. Sawa ndugu zangu? Fursa ndio hiyo kwa wale wachache ambao wanahangaika na kazi nyingine. Haya, ndio hizo. Nafasi zinatoka chache. Watu mnaohitaji hiyo kazi ni kama 800,000. Nafasi yenyewe ndio moja, ndio hizo 2. Lakini kwa wale ambao wako open minded ama haupo, lakini kwa sababu ulikuwa unawaza mitazamo ya kizamani kwamba kazi za ndani ni kazi ambazo hazina ari, ni kazi ambazo ni za watu fulani wa chini, hiyo ni mitazamo ya umaskini. Yaani mtazamo ambao unakufanya uidharau kazi wakati huna kazi, udharau pesa wakati huna pesa. Huo mtazamo unakupeleka kwenye umaskini. Huo mtazamo utakuacha kwenye umaskini. Kwa hiyo kama uko tayari kubadilisha mtazamo wako, fursa zimejaa kibao, especially kwa wasichana. Kwa watoto wa kike fursa ni nyingi sana. Kwa hiyo kwa wale ambao wako tayari wanaweza wakaja. Kazi ni za nyumbani. Hata kama umeingia live sasa hivi, mimi hii page toka nimefungua, kazi nazoongelea hapa ni kazi za nyumbani. Kazi zilizoko ni kazi za nyumbani. Kazi nyingine moja moja ambazo zinakuja ni hizo ya duka iko Musoma, supermarket inahitaji wavulana 2 iko Mbeya. Kazi iko Mbeya inahitaji wavulana 2 wa supermarket. Lakini naomba uende kwenye tangazo uliangalie hao wavulana wanaohitajika smart kaka 2 wanatakiwa wawe na vigezo gani. Angalia tangazo vizuri. Hiyo ya msichana iko Musoma ni ya duka. Mshahara wake ni 300,000. Ni kazi ya dukani kwa msichana, unaishi kwa bosi wako. Mshahara wake ni 300,000. Au smart kaka mishahara yao ni 500,000. Hiyo ya Mbeya hiyo. Smart kaka wanaojielewa, wanaojitambua, ambao wana hulka ya uongozi, wana uwezo wa kuongoza. Mishahara yao ni 500,000, kazi iko Mbeya. Unless otherwise, kitu ambacho nataka kujenga biashara katika misingi ya kufanya kazi kwa kuzingatia sifa ambazo sasa hivi zimekuwa ni adimu sana kwa vijana. Kwa experience ambayo tunayo, vijana sasa hivi wamekuwa na tamaa sana. Sasa sisi tunataka kujenga biashara yetu, kazi zetu kwenye misingi ya hizo characters, morals, culture ambayo imepotea kwa vijana wengi. Uaminifu, that is key. Vijana wengi sasa hivi uaminifu inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuja kufanya kazi kwetu ajue kabisa uaminifu ni, yani huo ndo msingi. Na usipokuwa mwaminifu tu ujue utaishia pabaya. Kwa sababu nakimbilia kwenye biashara za watu, sijajua ajenda yenu ni nini. Nataka kukimbilia kwenye hela. Kuna vijana tumewapa kazi, yani anakuja hapa hana simu,
Akifanya kazi kabla hajamaliza mwezi kashanunua smartphone. Unajiuliza, hela katoa wapi? Mshahara hajalipwa na bosi wake. Kwa hiyo vijana sasa hivi wanasumbuliwa na kitu kinachoitwa tamaa. Na ndio maana hata kazi hizi za wanazoziona za chini, sio kwa sababu ni kazi za chini, ni kwa sababu wamejaza mandoto yao ya mahela mengi. Wanataka mahela mengi. Kwa hiyo akiona ni kazi ya duka, hata kama mshahara wake mdogo, anaweza kujikimbilia kwa sababu anajua kule atakuwa anacheza na hela za watu. Itakukuta kitu. Kwa hiyo sisi bana hapa tumejizatiti kwa habari ya kuhakikisha tunajenga brand ya uaminifu ili tuweze kuvuta wateja ambao wamekuwa wanapata shida na wafanyakazi kwa sababu za uaminifu. Sisi tunataka kuimpose tabia, culture ya uaminifu, uadilifu, ili tutengeneze uaminifu kwa watu ambao watakuwa wanataka kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo wewe kama unataka kuja kufanya kazi na sisi, hakikisha hizo ndio tabia unazokuja nazo, kwa sababu vinginevyo utakamatwa na utachukuliwa hatua za kisheria. Hiyo nimeitoa kama angalizo kwa sababu ninaiona hiyo ni changamoto. Vijana wana tamaa na hiyo tamaa yao inawafanya kidogo mambo yawe sio mazuri. Kuna mmoja aliwahi kufungwa kabisa Arusha. Amewahi kufungwa. Huyo alikuwa kwenye biashara ya wakala, amefika tu mwezi haujaisha hela hazionekani. Kuja kubanwa kumbe hela alichukua, nilikuwa na shida, sijui nilifanyaje, amefungwa. Alifungwa mwaka mzima Arusha huko. Na sisi tukasema safi kabisa. Afungwe. Ndio hata ilikwendaje, lakini alifungwa. Kwa hiyo sijui alitumikia kifungo kiliishia wapi, ni muda kidogo. Kwa hiyo vijana, tamaa ni kitu kibaya sana. Yaani sasa hivi hiyo ndio changamoto kubwa ambayo iko mbele yenu. Mna tamaa na hizo tamaa zinawafanya msiweze kuanzia maisha chini. Msiweze kufanya kazi za kawaida, mkadunduliza ili na nyie mfike mahali. Huhitaji kijana kama hizo form 4. Jamani, hebu andikeni basi vizuri. Andikeni vizuri mueleweke. Mimi namtafuta mdada anayeweza kutafuta kazi mgawaji. Na kazi, shukrani. Mdada ambaye anaweza kufanya kazi za ndani na anaweza kufundisha mtoto homework. Mshahara kiasi gani? 300,000. Mshahara wa huyo ni smart dada. Ukishataja dada ambaye anaweza kumfundisha mtoto homework, huyo ni smart dada. Kwa hiyo tuna aina 3 za wadada. Tuna dada professional ambaye yeye ni mtaalamu wa kazi za ndani, malezi na usafi. Sasa kwenye professional hapo kuna huyo ambaye pia ana uwezo mkubwa zaidi. Smart anaweza kumfundisha mtoto homework, lakini professional huyo ndio mtaalamu zaidi. Yaani huyo ndio ndio kubwa lao. Kwa hiyo kwenye level ya professional mshahara ni 500,000, unapata mtu wa malezi. Mtu wa malezi anaweza kukusaidia sana kwenye ukuaji wa mtoto, hatua za ukuaji wa mtoto, kumfundisha hizo homework, lakini na kuhakikisha anakuwa katika ustawi, kwa sababu hawa ni wale wanaoendaga kufanya kazi kwenye hizi shule za awali ambako tunakimbiziaga watoto. Sasa mtu kama yule unakuwa naye nyumbani, lazima mtoto wako atakuwa vizuri. Alafu hawana ile ya kusema mtoto ni mtundu sana, mtoto anasumbua, mtoto hali. Hapana, kwa sababu wamesomea, wana utaalamu, mara nyingi anajua kwa nini mtoto labda hapendi kula na atacheza naye mpaka atakula. Yaani sio kucheza michezo, atajua namna ya kumbadilishia diet na vyakula mbalimbali mpaka ataweza kujua mtoto anapenda nini na mtoto ataanza kula. Atakuwa ni mtu ambaye anajua michezo mbalimbali ya watoto, michezo inayo stimulate akili ya mtoto, michezo ambayo ina stimulate hisia za mtoto na mwili pia. Kuna hizo level 3 katika ukuaji: kimwili, kihisia na kiroho, spirit. Kwa hiyo wanakuwa wana utaalamu ambao unawasaidia watoto wetu kukua kichanya zaidi.
So smart sasa ni mdada ambaye si mtaalam lakini ana IQ kubwa, ana capture haraka. Yani smart ni mtu ambaye amesoma tu taaluma mbalimbali, kwa hiyo akili yake imeshapanuka. Ni mtu ambaye anaweza kwenda na mambo faster. Huyu analipwa 300,000. Traditional ndio hao kama baisikeli ya kunyonga hivi. Yani umwelekeze, umsimamie. Umwelekeze, umsimamie. Umwelekeze, umsimamie. Yani huyo ndio traditional. Kwa hiyo I hope mpaka hapo utakuwa umeelewa. Na kukaribisha sana tukuhudumie. Unajua kama mtu una hela yako, solution zipo. Watu wengi wanaohangaika na hizi issue za wadada wa kazi, kwa kweli kinachowasumbua ni hela tu, wala sio wadada. Wadada wazuri wapo na wana uwezo wa kutoa huduma nzuri sana. Lakini ndio hivyo, mdada mzuri huwezi kumpata kwa hiyo mishahara hiyo ya kawaida. Huwezi kumpata. Mtu ambaye unataka aje akufanyie kazi zako vizuri, lazima umlipe vizuri. Yupo kijana akitokea unamhitaji kazi yoyote. Neema bwana, hebu kuwa bwana. Hebu kuwa na uelewe sisi tunavyofanya kazi. Sisi hatuko hivyo. Yupo kijana akitokea kazi yoyote, mambo haendi hivyo. Mimi na posti matangazo hapa. Kwa hiyo huyo kijana aangalie kwanza sifa nazo, maana haitajiki mtu kwa sababu anapumua, hapana. Anahitajika mtu pia ambaye hiyo kazi anamudu kuifanya. Na tuna shida kubwa sana ya ujuzi. Vijana wengi wapo kwa idadi, lakini linapokuja swala la ujuzi, walio wengi ujuzi hakuna. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo sio tu mradi ni kijana yupo anafanya nini sasa? Kijana anatakiwa awepo ambaye ana ujuzi, ana hiyo skill ambayo inahitajika. Na hapo niwasaidie tu sasa ushauri wa bure. Kujenga ujuzi inahitaji muda. Usikae bure, nenda kajitolee. Nenda ka volunteer, jitolee kujenga ujuzi. Mtu unapokuwa unaomba kazi, yani unaweza kuelezea una ujuzi huu na uzoefu huu na hiki umefanya hiki. Unaonekana kabisa ni mtu ambaye kweli unaweza hata ukiingia kwenye jambo unaweza kulifanya. Lakini unakuta mtu eti alikaa tu, nilipomaliza chuo nilikaa tu, au nilipomaliza shule sekondari form 6 nilikuwa nipo tu. Upo unafanya nini? Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo Neema ulisema sui yupo kijana akitokea sui nini, yani sentence kama hiyo yani mtu hawezi kuhangaika nayo hata kidogo. Wewe ndio unatakiwa huyo kijana anayetafuta kazi yoyote, angalia kuna tangazo gani limetoka, hata kama sio hapa kwetu, lakini unatafuta kazi, unapaswa uangalie mtu yule anayetafuta mfanyakazi anahitaji qualification gani, anahitaji huyo mtu aende akasuluhishe matatizo gani. Alafu wewe ujipime, unazo hizo sifa? Kama unazo, sasa wewe unamwambia mimi uwezo wangu ni kuja kutatua changamoto hii na hii na hii, na uzoefu wa kufanya hicho kitu, au nimefanya mambo haya na haya na haya na nina uhakika kabisa hiki mimi na uwezo wa kukifanya. Hivyo ndivyo yani mtu ambaye anataka kukupa kazi hakupi kwa sababu anakupenda. Anakupa kwa sababu yeye ndio anayejipenda. Anataka ukienda pale usuluhishe matatizo yake, sio matatizo yako. Hakuna mtu anakupa kazi kwa sababu wewe una shida sana, kwa sababu wewe una shida ya hela. Hakuna. Watu wote ambao wanaajiri wanajipenda wao, wanataka biashara zao zikue, wanataka kwenye familia zao kama ni kazi za ndani, wanataka mambo yaende, kila kitu kikae vizuri. Wao ndio wanaojipenda. Kwa hiyo kama unataka kushinda, kama unataka kupata kazi, kama unataka mtu akusikilize, usiende tu na shalo, yani usiende tu kama hivyo ulivyoandika, kijana yupo akitokea mtu anamhitaji. Jamani, kazi kweli. Haya, mnunue kitabu changu mjifunze mambo. Mmesoma vitu gani jamani? Yani mambo ni mengi. Nunueni kitabu changu kiwasaidie kozi. Mkiona nasema hii ni zaidi ya elimu ya mkoloni. Maana hapa kuna watu wengi wanakujaga na degree zao za elimu ya mkoloni, lakini mtu anakuja hata haja research, anakuja ajui hata anakuja kuomba kazi gani. Kwa hiyo hajui hata sifa za mtu zinazohitajika ni zipi. Ni nini? Hizo shule za mkoloni kwa kweli zimeenda kuwa brainwash na kuwajaza matakataka kichwani, lakini mtu hajiwezi kabisa. Kwa hiyo ninavyosema, mkiona na post kile kitabu changu nasema hii ni kozi zaidi ya mkoloni, ya degree ya mkoloni. Hii itatransform maisha yako, ujue namna ya kuweza kwenda
navigate kwenye maisha haya. Wakati wenzako wanaimba hakuna ajira, sijui hakuna kazi, sijui serikali, sijui no reform, wewe fursa unaziona fursa na you change your life, unabadilisha maisha yako na unabadilisha maisha ya watu wengine. Mimi hapa watu wengi wanapita kwenye taasisi yangu, si ndio? Na mnawaona I'm changing their life. Kwa hiyo ni uzoefu, mimi nawafundisha through my experience. I'm sure kabisa utapata transformation ambayo itaweza kukusaidia namna ya kuweza kuboresha maisha yako na kuboresha maisha ya watu wengine. Badala ya kuzunguka unatafuta ajira, wewe ndio utacreate ajira na kusaidia watu wengine. Haya, mwingine ona. Nakuja mimi sijasema hapa uniandike. Yaani ukiandika sijui kwenye comment yako labda kama unauliza swali, lakini unaniambia mimi nipo nahitaji hiyo kazi, hata niko tayari, hata Moshi, hata nini, sijui niko Moshi, hata kesho naomba. Hivyo sio namna ya kuomba kazi. Hakuna mtu anakupa kazi kwa sababu huko Moshi una shida sana, unahitaji kazi sana. No, nafikiri nimeelezea kwenye hii video. Unaomba kazi kwa sababu umestudy yule mtu, huyu mtu ambaye anahitaji fanya kazi kwenye duka lake. Kwanza ukiwa mjanja unataka kujua hata ni duka gani. Alafu una research kujua maduka ya namna hiyo yanahitaji skills gani. Angalau hata uweze kujiuza kwa maneno kama experience huna. Lakini wengi wanataka pia angalau mtu ambaye alishafanya. Lakini kuna watu wanaweza wakachukua riski wakiona mtu unaweza kujiuza vizuri na una information. Sio kusema tu nipe niko Moshi hata kesho naweza kuja. What is that? Huo ni ujinga na upumbavu. Hakuna mtu atakupa kazi kwa sababu sijui uko wapi hata kesho niko tayari. Je, hiyo kazi unaweza kufanya? Mtu ambaye anatoa kazi anataka kusikia wewe unaweza kufanya hiyo kazi, una uzoefu gani, una utaalamu gani, una information gani ambazo unaweza kwenda kusuluhisha kwenye biashara yake. Shule hizo nawaambia, mnunue kitabu changu mjifunze. Mnaona mnavyokuja na matakataka hapa. Kwa hiyo mtu kama una ujuzi na kazi za ndani 10 years hajafika chuo, akija hapo anaanza level gani? Kuna wamama wamekaa kwenye ndoa miaka 30 40 na bado ni traditional. Kwa hiyo inategemea ulikuwa unafanya hiyo miaka 10 ulikuwa unafanya katika level gani. Ukituambia ulikuwa kempiski unafanya kazi, utakuwa ni professional. Lakini usiseme ulikuwa unapikia mume kazi za ndani, uliolewa toka ukiwa mdogo mpaka sasa hivi unakaribia uzee. Kwa hiyo hapo bado ujuzi utakuwa mdogo. Kwa kifupi, experience yako itakuwa nzuri kulingana na pale ulipokuwa unafanya kazi. Kuna standard gani? Okay? Standard gani, culture gani ilikuwepo? Je, ni ya professionalism au ni hizi loko? Yani, ni sana mtu ambaye anafanya kazi labda mama ntilie jamani. Mama ntilie, migahawa ya kati, mahoteli makubwa, ni experience tofauti. Kwa hiyo itategemea huo uzoefu wako wa miaka 10 ulikuwa unafanya katika level gani, ulikuwa una mingo na watu gani, wenye culture gani. Hiyo ndio itaweza kuonyesha kwamba wewe uko kwenye level gani. Kwa hiyo usiwe na expectation za juu, lakini pia inawezekana ulikuwa kwenye mazingira ambayo yanaweza kukusababisha uende kwenye hizo level. Lakini kwa jibu hilo nafikiri utakuwa umejua utakuwa level ipi. Hivi dada wako aliyefanyaje? Yani umeandika jamani, hebu andikeni vizuri kidogo. Na swali lakini sijalielewa ulivyoandika. Mimi nataka za ndani. Kama unataka za ndani, chukua namba yetu chapu kwa haraka, piga simu au tuma message ili uelekezwe vitu ambavyo unapaswa kuja navyo. Yani kwa wale ambao wanasema jamani, mimi kazi yoyote niko tayari. Yani kama huyu amesema mimi hizo za ndani niko tayari. Wewe njoo. Cha muhimu kwanza upate maelekezo. Kuna barua zetu tunazotaka, utambulisho ambao tunataka uje nao, kuna namna sisi tunataka uwe. Kuna watu wako wa karibu ambao tunataka tuwasiliane nao. Kwa hiyo hayo mawasiliano utakayofanya na sisi ni kwa ajili ya kuhakikisha unakuja na utambulisho ambao umekaa vizuri. Usije ukafika tena hapa ukarudishwa. Otherwise kazi zipo. Hata kama unaanzia traditional, bado sisi traditional tumeipushi sana. 1,500,000 serikali watu wanalipa 60,000 kazi za ndani. Na hicho bado kuna wengine wanaona ni hela nyingi, lakini sisi 1,500,000 hela ya kuanzia bado it's big money.
kwa jamii yetu hii ambayo bado ina kundi kubwa sana la wanawake ambao wako kwenye umaskini, ambao mlizoeshwa kufanya hizi kazi bure.